madawa, ina maana kwamba bangi pia itakuwa imeingia katika uhalali. Tunaweza kuvuta bangi kwa sababu bangi pia ni mmea. Tukiangalia sehemu fulani za Mount Kenya, bangi inakuzwa kwa wingi, lakini msituni, kwa sababu ni zao ambalo limepigwa marufuku. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ni masikitiko kwamba NACADA pamoja na polisi hawajaweza kuanza kushika watu kwa kukeuka sheria inayohusiana na madawa ya kulevya, hususan zao la miraa na zao la muguka. Mheshimiwa Spika, iwapo tutafungulia cathonone na cathine, kuna zile synthetic ambazo ni za kutengenezwa katika maabara na nyinginezo ambazo pia zina kemikali kama hizi, zitaweza pia kuruhusiwa kuingia katika nchi yetu. Hivyo basi itakuwa ni madawa ya kulevya ambayo yanatumiwa kwa urahisi na yatapatikana kiurahisi ili kuweza kudhuru afya za jamii zetu. Mheshimiwa Spika, katika soko la kimataifa, miraa mara nyingi inakwenda sehemu za Yemen na sehemu nyingine chache, lakini sehemu nyingi hata hapa Tanzania, Mheshimiwa Spika, miraa imepigwa marufuku. Ukishikwa na miraa Tanzania ni kama ambaye umeshikwa na madawa makubwa ya kulevya kama hapa tunayotumia zile cocaine na nyinginezo, na unaweza kufungwa maisha katika nchi ya Tanzania. Ukienda Uganda pia, Mheshimiwa Spika, miraa imepigwa marufuku. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, sio Kenya peke yake, ni Kenya peke yake ambayo inaruhusu ukuzaji na uuzaji wa miraa, lakini kimataifa sehemu nyingi miraa imepigwa marufuku, na ukifika sehemu nyingine, Mheshimiwa Spika, waweza kuhukumiwa kifo kwa sababu ya zao hili ambalo utakuwa umelibeba. Mheshimiwa Spika, zao hili likiruhusiwa kama linavyoruhusiwa sasa, ni kwamba tunaingiliana na ile hali ya afya ya akili kwa watu wengi. Katika hii kemikali ya cathonine na cathonine kuna ile inaitwa dopamine, ambayo dopamine ikichanganyika na serotonin, hizo zote ni kemikali ambazo ziko katika mwili wa binadamu, zinapatikana katika cathonine na cathonine. Zikichanganyika, Mheshimiwa Spika, zinaleta madhara ya akili. Madhara ya akili kwa sababu cathonine inaongeza uzalishaji wa serotonin katika mwili, na dopamine pia, Mheshimiwa Spika, inatokamana na hii cathonine, ambayo hizo mbili zikishikana, Mheshimiwa Spika, maradhi ya akili yanakuja moja kwa moja. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, iwapo tutakubali mswada huu, ni kuwa tunahalalisha ulanguzi pia na vile vile matumizi ya madawa ya kulevya ambayo yatakuwa na athari kubwa kwa jamii zetu na nchi zetu. Mheshimiwa Spika, kwa mji wa Mombasa, kwa kaunti ya Mombasa, kwa siku, Mheshimiwa Spika, watu wanatumia shilingi milioni 75.6 kwa matumizi ya miraa na muguka. Pesa hizi, Mheshimiwa Spika, zinakuwa kwa mwaka mzima na karibu bilioni 7. Na ukiangalia, Mheshimiwa Spika, wale wanaotumia madawa haya sio watu ambao ni matajiri ama ni watu wenye kujiweza, la, ni watu ambao wengi, Mheshimiwa Spika, ni walala hoi, na hii imesababisha kusambaratika kwa jamii. Wengi nyumba zao zimevunjika, watu wameweza kupata talaka, kupeana talaka na kukimbia. Ukosefu wa kazi, Mheshimiwa Spika, ukosefu wa usalama na kusambaratika kwa jamii katika maeneo hayo. Ukiangalia, Mheshimiwa Spika, sehemu za Lamu, miraa inalakiwa kwa shangwe. Ile boti ya miraa ikifika, Mheshimiwa Spika, asubuhi inalakiwa kwa shangwe, kwa sababu wananchi wameweza kuipata ile katika damu yao, na kwamba sasa akiikosa inaleta shida. Mheshimiwa Spika, tukiangalia mbali na hiyo milioni 75 ambazo zinatumika kununua miraa na muguka kila siku, kuna zile gharama nyingine ambazo hazikadiriki. Kwa mfano, afya inaathirika, Mheshimiwa Spika, kwa sababu wengi wanaotumia miraa wanapata shida kustarehe na wake zao ama wale wapenzi wao. Vile vile afya yao, Mheshimiwa Spika, inazoroteka kwa sababu wanapunguziwa kasi. Miraa inapunguza kasi ya mwanamume, inakuwa ni rahisi labda kumaliza, Mheshimiwa Spika.
na vile vile pia hali ya shahawa ya mtu ambaye anakula miraa, Mheshimiwa Spika, huwa inaharibika. Kwa hivyo hizi zote ni athari ambazo zinapatikana na matumizi ya miraa, Mheshimiwa Spika. Vile vile Mheshimiwa Spika, mbali na masuala haya ya afya, kuna masuala ya ukosefu wa kazi kwa wale ambao wanatumia bidhaa hizi. Utapata mtu anayekula miraa, Mheshimiwa Spika, atalala mpaka, atakuwa macho mpaka saa 9 usiku. Mtu yule hawezi kuamka asubuhi akaenda kazini ama kaenda shambani, itabidi mchana aamke tena alale. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, hii inasambaratisha jamii, na tusiambiwe kwamba ati Wameru hawana mazao mbadala. Tumeona zao la macadamia linakuwa vizuri katika maeneo ya Meru. Zao la majani chai linakuwa vizuri. Kwa mfano, majani ya mogakawa, Mheshimiwa Spika, na majani chai hayana tofauti. Ukiangalia mmea wa majani chai na mmea wa majani wa mogakawa hawana tofauti. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tusiambie kwamba ati hakuna mzao mbadala ambalo Wameru wanaweza kukuza, ama Waembu na Wadharaka waweze kukuza badala ya mogakawa na miraa. Mheshimiwa Spika, mazao yako mengi ambayo wanaweza kukuza, na ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba wanapewa zao mbadala ambalo wanaweza kulima ili wakidhi mahitaji yao. Mheshimiwa Spika, hapa Kiambu kulikuwa kuna mashamba mengi ya kahawa, lakini siku za karibuni Mheshimiwa Spika, mashamba yale wengine wameweza kufanya kilimo cha horticulture. Labda Seneta Murango atanifafanulia horticulture ni nini kwa Kiswahili. Wengine wameweza kukuza passion fruit, wengine wameweza kupanda maua, na hivyo basi wameendelea kufanya ukulima kulingana na vile ambavyo wanaweza katika maeneo yao. Sehemu nyingine Mheshimiwa Spika, kwa mfano sehemu za Nyanza, bangi inaweza kufanya vizuri sana. Sehemu za Mount Kenya bangi inaweza kufanya vizuri sana, lakini wakulima wa kule Mheshimiwa Spika wamejizuia kulima bangi. Wamejizuia kulima mazao ambayo ni kinyume na sheria. Kwa hivyo kwa nini Wameru wawe ni watu tofauti, kwamba waruhusiwe kupanda mimea ambayo ina athari kwa jamii zingine? Mheshimiwa Spika, na hii si vita, hatupigi vita Wameru sisi. Mheshimiwa Spika, yataka uelewe kwamba tukisema zao la mogakawa na zao la miraa ni baya, ni kweli ni baya, kwa sababu utafiti wa kimataifa umeonyesha kwamba ina kemikali ambazo zikiingia kwa mwili wa mwanadamu zinakuwa athari kwa mwanadamu yule. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, je, tutajenga jamii ama tutajenga baadhi ya jamii ambayo wanafaidika na zao hili? Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya watu wa Mombasa na kwa niaba ya watu wa Pwani, hili zao hili Mheshimiwa Spika lilipigwa marufuku katika kaunti zote 6 za Pwani. Senator Abbas. 30 seconds to conclude. Zao hili lilipingwa sio Mombasa peke yake, mpaka Nakuru Mheshimiwa Spika. Nairobi hapa maeneo ya Eastleigh Mheshimiwa Spika, watu waliandamana kupinga zao hili. Kwa hivyo sisi hatusemi kwamba watu wa Meru wanyimwe nafasi ya kupata pesa, lakini kupata pesa kwa njia ambayo si halali Mheshimiwa Spika, hiyo haikubaliki. Si kwa kisheria za nchi wala kwa sheria ya Mungu. Fanya kazi upate pesa kwa njia ambayo ni halali. Na zao la mogakawa na zao la miraa Mheshimiwa Spika ni mazao ambayo ni athari kwa jamii. Kwa hivyo tunapinga mswada huu na nikiwa mwenyekiti wa sasa, nataka niwaeleze ya kwamba hii sheria sio ya kusema aidha kupiga marufuku miraa ama mogakawa hasa. Kile kitu